Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumsifu Yesu Kristo na Bwana Yesu asifiwe sana. Watanzania wote na Wanaafrika kwa ujumla. Kwa majina ni Dr. Riziki Mkali Malela. Mimi ni daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba katika taifa letu la Tanzania. Lakini pia ni mshauri mkuu wa chama cha madaktari wa tiba asili katika taifa la Kenya. Halikadhalika, Dr. Riziki ni mkurugenzi wa habari na maelezo wa chama changu cha Umawati Taifa. Ndugu zangu, leo naomba niseme kidogo na Watanzania kwa uchache sana. Na kilichonivuta leo kuweza kusema na Watanzania pamoja na Wanaafrika ni kulingana na msiba tulioupata katika nchi yetu ya Tanzania. Msiba wa binti yetu kipenzi, msanii wetu kipenzi, aliyekuwa akitambulika kwa jina la Hawa, almaarufu Karina. Huyu ni msanii lakini pia ni Mtanzania ambaye karibu robo tatu ya Watanzania wanamfahamu. Lakini katika kumfahamu kwake wameanza kumfahamu kwenye sanaa. Karina ni moja ya msanii ambaye amegusa mioyo za watu kwa kiasi kikubwa sana, kulingana na changamoto alizoweza kuzipitia za kimaradhi, changamoto ambazo kimsingi zimemtesa katika kipindi kirefu. Kwa mimi binafsi kama Dr. Riziki, nilijua binti huyu ameugua kwa miaka 4 tu kwenda 5. Lakini kumbe baada ya kufuatilia kwa kina, nilikuja kugundua ameanza kuumwa muda mrefu sana. Yapata miaka 9 kama sikosei, baada ya kufuatilia kwa baadhi ya mitandao ya kijamii na kupata baadhi ya klipu za mahojiano ya mzazi wake, yani mama yake, alipokuwa akitoa maelezo kulingana na sababu iliyompata mwanae Hawa mpaka kufikia umauti uliomkuta siku ya jana katika nchi ya India alipokuwa akifanyiwa matibabu. Mimi naomba niseme wazi kama daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba katika taifa letu la Tanzania, msiba wa Hawa umenipata nikiwa hapa Rwanda. Nina takribani wiki moja na siku moja tangu nitoke Tanzania mpaka kufika hapa nchini Rwanda. Nimekuja Rwanda kikazi, kimajukumu ya kazi, lakini pia nimekuja kwa lengo la kuweza kutoa elimu ya ukuu wa tiba za asili Afrika Mashariki. Msiba huo umenikuta nikiwa hapa nchini Rwanda. Na sasa naongea nikiwa hapa nchini Rwanda. Lakini baada ya kuwa nimepokea taarifa za msiba huu wa binti yetu kipenzi Hawa au Karina, kiukweli nilipokea kwa masikitiko makubwa binafsi kama daktari, lakini pia kama mzazi. Kwa nini nimepokea kwa masikitiko? Sababu ziko nyingi, lakini leo nitazielezea chache tu. Kwanza kabisa, katika upande wa watu ambao niliokuwa nimewatiliania kuweza kuwatembelea na kuwapa pole, ni miongoni mwa Hawa pia akiwemo. Nilitia nia toka mwaka jana mwezi wa 7 kwamba natakiwa kuweza kufanya ziara ya kuwatembelea wagonjwa akiwemo Hawa. Lakini kulingana na harakati za kusafiri huku na kule, sikuweza kufanikiwa kuweza kuonana naye mpaka umauti kumfika siku ya juzi. Kwa hivyo kiukweli nilizipokea taarifa kwa masikitiko makubwa, kwa sababu lengo langu mimi nililokuwa nimelikusudia na kulitilia nia halikuwa limetimia. Nafikiri niliwahi kuzungumza kwamba katika watu ambao nimekusudia kuweza kuwatembelea mahospitalini ni pamoja na Hawa, lakini pia kulikuwa na dada mmoja anaitwa Wastara, ni msanii na yeye wa maigizo
nchini Tanzania. Hao wote nilishawahi kubahatika kufanya nao mawasiliano. Mfano Hawa, mama yake nilifanya mawasiliano naye, nikaahidi kwenda kutembelea, lakini sikupata nafasi hiyo. Halikadhalika Wastara nilifanya mawasiliano naye mpaka mara ya mwisho jana, kutaka kujua yuko wapi, endapo kama nikirudi nchini Tanzania nipate nafasi ya kwenda kumtembelea. Lakini kupitia kifo cha Hawa kumekuwa na maneno mengi sana yakizungumzika, mengi mno. Kila mmoja anaandika anavyoweza. Lakini kilichokuja kunisikitisha zaidi mpaka leo kuamua kuzungumza na Watanzania na Waafrika, mimi nina grupu langu la WhatsApp ambalo grupu hilo lina zaidi ya watu 400. Lina zaidi ya watu 400 ambao wakiwa humo kwa kazi ya kuweza kufuatilia vipindi vyangu mbalimbali vinavyoelimisha kuhusiana na ukuu wa tiba za asili Afrika Mashariki. Hakika watu wengi wanajifunza kupitia grupu hilo. Lakini baada ya msiba huu kujitokeza, nilipata SMS nyingi sana kwa wanafunzi walioko kwenye grupu hilo, lakini watu mbalimbali wanaonifahamu katika mataifa ya Afrika Mashariki, wakiniuliza, Dr. Riziki, hivi kweli mmeshindwa kuweza kumsaidia Hawa mpaka anapoteza maisha? Ni baadhi ya meseji ambazo nilipata kutoka kwa wafuatiliaji wangu mbalimbali. Lakini nataka niwaeleze kitu kimoja, wa Tanzania na Waafrika kwa ujumla, kwamba kifo cha Hawa, kwanza ikumbukwe, kifo hupangwa na Mwenyezi Mungu. Kifo chochote kinachomkuta binadamu aliyekuwa hai au kiumbe yoyote aliyekuwa hai ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Ingawa nilisikiliza kwa umakini baadhi ya interview za Hawa mwenyewe, lakini pia nilisikiliza kwa umakini baadhi ya interview za mama yake. Kwa asilimia karibu 75 ya kifo cha Hawa, kwa maelezo ya mama yake na ushahidi aliyokuwa nao, ni wazi kwamba kifo cha Hawa kimehusishwa na imani za kishirikina. Na ndipo ambapo, kwa sababu mimi ni mtoa elimu kwa Waafrika wote, wakaamua kuweza kunifuata inbox na kuniuliza kwa herufi kubwa, daktari, mmeshindwa kweli kumsaidia Hawa mpaka inafikia hatua hiyo? Sasa leo naomba niseme na Watanzania pamoja na Wanaafrika wote, nitoe majibu ya hiki ambacho niliulizwa. Nataka niwaambie kitu kimoja, ndugu zanguni, wanaokufa au wanaopatwa na changamoto za maradhi pamoja na vifo kwa njia za kishirikina ni wengi sana. Kwanza nataka mlitambue hilo. Si Hawa tu peke yake, isipokuwa Hawa ameataki nafsi za watu wengi, ameenda kukonga nyoyo za watu wengi katika upande wa hili tukio lililotokea. Ni kwa sababu tu ya umaarufu wake. Alikuwa maarufu, watu wengi wanamfahamu. Lakini nataka niweke sawa hili, ndugu zanguni. Watu wanaopatwa na changamoto kama hizi ni wengi sana. Nathubutu kusema kwamba sisi madaktari wa tiba asili si kana kwamba tumeshindwa kuweza kumsaidia Hawa kwa changamoto alizozipitia. Isipokuwa changamoto kubwa ambayo naomba niikiri hapa mbele yenu, madaktari wa tiba asili hatuna ushirikiano. Madaktari wa tiba asili Afrika Mashariki hatuna ushirikiano. Wenzetu hawa watu wabaya tunaoita washirikina, wachawi, wana ushirikiano mkubwa sana, mkubwa mno. Right, na sisi madaktari wa tiba asili tungekuwa na muungano huo kama ambao wanavoungana washirikina, watu wabaya kwenye kuharibu, sidhani kama watu wetu wangekuwa wanaangamia kiasi hicho. Na ndugu zanguni, ikumbukwe, sisi madaktari wa tiba asili tunapitia changamoto nyingi sana, hasa tunapokuwa tunapokea wagonjwa wa namna hii walioharibiwa na wao. Tunapitia changamoto nyingi sana. Na kama endapo daktari wakikukuta ni legelege,
unaweza ukamwacha mtu akafa, kwa sababu wenzetu wana ushirikiano. Wanapoona kwamba mgonjwa huyu amepelekwa kwa daktari fulani kwa ajili ya matibabu, wabaya hao mara nyingi huwa wanakutana kwenye vikao vyao na kuweza kutengeneza kitu kinaitwa salenge, yani mjumuiko. Wakishatengeneza mjumuiko, wanakwenda kumwataki huyo daktari na kumpa onyo. Sasa kukuta daktari ni legelege, anao uwezo wa kuweza kumwacha mgonjwa huyo na akaweza kupotea katika uso wa dunia. Na ukimkuta daktari ana misimamo yake, mara nyingi wabaya hao huwa wanakimbia na wanasahau lile ambalo wameliacha. Kwa hivyo ndugu zanguni wa Tanzania na wa Afrika, nimeona ni share na nyinyi leo video hii ili kusudi mpate kuweza kujua. Wabaya wanaweza wakakuijia hata usiku, wakakueleza maneno magumu sana. Kama daktari legelege unaahirisha. Lakini kama daktari mwenye msimamo na ukasimamia haki ya Mungu kwa karama aliyokupa Mwenyezi Mungu, kwamba liwalo na liwe na msaidia, tungekuwa mbali sana. Lakini yote na yote, ushirikiano hatuna madaktari. Kila mmoja anajiona yeye ndo yeye anaweza kila kitu. Hilo ndo tatizo ambalo linalotafuna madaktari wa tiba asili Afrika Mashariki, na wala sio kingine. Na hicho ndicho kinachotutafuna madaktari wa tiba asili Afrika Mashariki, kuwa na mpasuko, mgawanyiko. Kila mmoja anajua mimi ndo mimi, mimi ndo mimi, mimi ndo mimi. Na ukizingatia matapeli wamekuwa ni wengi sana sasa hivi. Hakuna daktari ambaye utafika kwake atakwambia hii kazi siwezi. Hakuna. Hili ni tatizo kubwa. Kwa hivyo kama daktari wa tiba asili, nimeona nizungumze na nyinyi leo hili mpate kuweza kulifahamu kwamba hatuna ushirikiano. Lakini jambo la pili, nimesema kwamba madaktari tuko wengi. Lakini madaktari hawa nataka niwaweke wazi leo wa Tanzania na wa Afrika mjue. Madaktari hawa wa Tanzania na wa nje ya Tanzania, ikiwemo Kenya, Uganda, Rwanda, wapi na kadhalika, ni ngumu sana kwa daktari kunyenyuka kusema wewe fulani unaumwa, njoo nikutibie. Unaambiwa siku zote mgonjwa ndo anayemfuata daktari, lakini sio daktari kusimama kufuata mgonjwa. Na ndo maana na washangaa sana hata hawa madaktari feki, niseme ni feki, ambao hawajui kanuni za udaktari wa tiba asili, kwenda kubandika mabango kwenye mistimu, kwenye nguzo za stima, ukutani, sijui wapi, wakisema sio anatibu nguvu za kiume, sijui anafanya hiki. Yani daktari unaenda kutafuta wagonjwa badala ya kuwa wagonjwa ndo wakutafute wewe. Ni hatari kubwa sana. Kwa hiyo lazima tuwe makini na hawa pia madaktari ambao wanajitangaza kwenye mistimu. Wanajitangaza wapi? Mara nyingi mimi huwezi kunikuta na bango langu kwenye mstimu. Na kama utakuta kuna bango kwenye mstimu, angalia ile namba ya simu. Pengine anaweza akawa anatumia jina la Dr. Riziki Mkalimalela, lakini mwisho wa siku namba iliyoandikwa pale kwenye mstimu sio ya Dr. Riziki Mkalimalela. Sijawahi. Kazi yangu kubwa ni kuweza kuielimisha jamii, kuwaelimisha wanaafrika, kuweza kutambua ukuu wa tiba zetu za asili. Ndo kazi yangu kubwa ambayo nayoitoa, elimu. Kupitia elimu ninayoitoa, watu wanaweka kichwani, wanahifadhi kichwani. Mwisho wa siku ninayoyazungumza na kutoa elimu, wanaona ni vitu ambavyo vimewaingia akilini. Wanaamua kuweza kunifikia na kuweza kufanya huduma pamoja. Kwa hivyo nimepokea hayo malalamiko. Tumeshindwa kuweza kumsaidia hawa. Tumeshindwa kuweza kumsaidia hawa. Mimi niseme wazi kwamba hatujashindwa kuweza kumsaidia hawa. Yawezekana hawa akawa katembea kwa madaktari 3 tu peke yake, akawa amesema tayari kahangaika. Yawezekana akawa ametembea kwa madaktari 10 tu peke yake, lakini akawa bado hajasadika na akasema kwamba amehangaika tayari. Ikumbukwe katika upande wa wenzetu matabibu huko hospitalini, kwa maelezo ya mama yake Hawa, baada ya kumfuatilia, moja kati ya daktari wa hospitali fulani alimshauri akamwambia jaribu njia mbadala.
mimi binafsi nimeshindwa. Mama yake akaanza kuhangaika huku kule. Sijajua alihangaika kwa madaktari wangapi. Ikumbukwe nimesema kuna madaktari feki pia. Yawezekana katika 5 waliowatembelea wote wakawa feki. Alafu mama wa watu akakwambia kwamba nimehangaika. Ni ngumu kwa daktari kuja kukwambia kwamba njoo nimlete mgonjwa wako hapa nitamtibu mimi. Ni ngumu sana. Vivyo hivyo hata kwa madaktari wenzetu wa kizungu. Hakuna daktari wa kizungu ambaye anaenda kutafuta wagonjwa nyumbani kwamba njoo nije nikutibie mimi, hapana. Mgonjwa ndo anatafuta daktari. Nataka mlifahamu hilo. Na nimelizungumza hili kwa sababu ya imani pia. Watu wengi watu wengi mara nyingi katika upande wa tiba asili hawaamini. Kwa hiyo mimi ili kukuaminisha wewe lazima nikupe elimu kwanza. Lazima nifanye kazi ya kukupa elimu wewe kwanza, uelewe ukuu wa tiba za asili uko vipi. Ukishapata elimu itakuwa ni rahisi wewe kuweza kusogea kwa madaktari wa tiba asili na kufanya tiba. Kuna wengine wanaamini tu katika Biblia. Akienda kanisani ataombewa atapona. Kuna wengine wanaamini tu katika dua kwamba akienda msikitini akisomewa dua atapona. Lakini ukimueleza habari ya kwamba aweze kufika kwa madaktari wa tiba asili, hawezi akakuelewa. Sasa kazi ya kwanza ni kuweza kwanza kumpa elimu kwamba hizi tiba za asili tunazozifanya asilimia kubwa zimejikita katika upande wa mitishamba. Sasa na hii mitishamba, unaposema kwamba mitishamba ni ushirikina, unakosea. Kwa sababu mitishamba ni miti tunavyosema. Na miti hii imeletwa na Mwenyezi Mungu. Na ikumbuke katika upande wa vitabu vya Mwenyezi Mungu vinakiri wazi kwamba uchawi upo. Sasa kama vitabu vya Mwenyezi Mungu ambavyo wewe unaviamini vinakiri wazi kwamba uchawi upo, iweje wewe uende ukakatae kwamba uchawi hakuna? Uende kutokuwa na imani kwenye upande wa uchawi endapo tu unaviamini vitabu vyako vya dini? Kitendo cha kuweza kusema mitishamba ni ushirikina, tafsiri yake hata aliyeleta mitishamba umemuita mshirikina. Ndio tafsiri ya haraka. Sasa kwa nini tufike huko mpaka kumuita Mwenyezi Mungu mshirikina? Na hata hao madaktari wa tiba asili, karama ya kuweza kutambua miti fulani na tibu kitu fulani, karama hizi wamepewa na Mwenyezi Mungu, si kwa uwezo wao. Na wala hizi miti hawajaleta madaktari wa tiba asili, zimeletwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wito wangu kwa madaktari, tutumie vizuri kazi zetu. Tutumie vizuri hizi karama tulizopewa na Mwenyezi Mungu za kuwasaidia hawa binadamu wanaopatwa na changamoto kama hizi. Tusigeuze kwamba ndo sehemu ya kitega uchumi. Hiyo ni rai yangu kwa madaktari. Lakini hawa kama alitembea, narudi pale, kama alitembea yawezekana ni kwa madaktari 3, 4, 5. Na kama tungekuwa na ushirikiano sisi madaktari wa tiba asili, muungano wa pamoja wa ushirikiano kuweza kumsaidia hawa, kama tungekuwa na muungano wa pamoja, ilikuwa ni rahisi kuweza kumsaidia hawa. Kwa sababu njia zote wanazopitia wachawi, madaktari wa tiba asili sisi tunazifahamu. Daktari wa tiba asili kazi yake ni kuweza kuonyesha njia za kuweza kuhakikisha kwamba yule mgonjwa anapona, kuweza kutibia mgonjwa apone. Lakini anayeponya ni Mwenyezi Mungu. Sisi tumepewa karama ya utambuzi. Watu wabaya, mchawi kazi yake kubwa ni kuharibu, hawezi kutibu hata siku moja. Kazi yake kubwa ni kuweza kuharibu. Sisi madaktari wa tiba asili tumepewa karama za kuweza kuponya hayo magonjwa. Kwa hiyo njia yetu ni moja, inatakiwa tutengeneze ushirikiano, tuwe wamoja. Leo tukizungumzia Abubakari Popo, huyu ni daktari wa tiba asili kutoka huko Zanzibar. Kaamua kuanzisha chuo kikuu cha serikali ya mjini East Africa kinachowakutanisha madaktari wa tiba asili Afrika Mashariki. Lengo ni nini? Ni kuweza kutengeneza muungano ambao tutakuwa tukikutana pamoja, tunajadili namna gani ya kuweza kukabiliana na hawa watu waharibifu wa maisha ya watu. Lakini mpaka leo Daktari Popo anapigwa mawe kama hana akili nzuri. Anapigwa mawe sana na hao washirikina. Tena yawezekana hao wanaompiga mawe yawezekana ndio wakawa waharibifu hao. Sasa ndugu zanguni, mnatakiwa mtambue
Sisi si kana kwamba tumeshindwa kuweza kuelekeza karama alizotupa Mwenyezi Mungu kumsaidia Hawa. Nimekiri wazi hatuna ushirikiano. Hilo nimekiri wazi, hatuna ushirikiano. Na tunapambana kuhakikisha kwamba tunarudisha ushirikiano. Na ndipo ambapo kuna mzimu wa Afrika ambao umeanzishwa chini ya mimi mwenyewe kuuanzisha, ambao kila mwaka madaktari wa tiba asili tunakutana pale kwa ajili ya kuweza kujadili mambo mbalimbali, kwa ajili ya kuweza kubadilishana nyenzo. Lengo la madhumuni turudi kuwa na umoja. Kwa hiyo hatujashindwa kuweza kumsaidia Hawa. Kwanza kabisa ikumbukwe kwamba, ninarudia tena hapa kwamba haitakikani daktari kuweza kumtafuta mgonjwa. Mgonjwa ndio anatakiwa kuweza kumtafuta daktari. Hata wewe hapo ulipo, ukiumwa sio kwamba daktari anatoka kule Muhimbili anakuja kukutafuta wewe. Wewe ndio unatakiwa uende Muhimbili kwenda kumtafuta daktari, ndio utaratibu. Kwa hivyo mimi ilikuwa ni ngumu sana kuweza kwenda kwa familia ya nani Hawa na kuweza kuzungumza kwamba hivi na hivi naomba mimi nimchukue Hawa nikamtibie. Jamani, vitu hivi hapana kabisa. Kweli nilikuwa nimetia nia kuweza kufika kumuona Hawa, lakini Mwenyezi Mungu hakutaka, mpaka Mwenyezi Mungu kuamua kuchukua uhai wake, hakutaka mimi kuweza kuonana na Hawa. Na lengo ilikuwa ni kufika nyumbani kwao kumpa pole kulingana na changamoto anazozipitia. Kwa hivyo ndugu zanguni, naomba niweke wazi katika hili. Hatuna nia mbaya madaktari wa tiba asili na Waafrika wote na Watanzania wote. Isipokuwa inatakiwa mzijue kanuni na sheria za matiba za tiba. Inatakiwa mjue imani, cha kwanza imani. Amini. Imani yako ndio inayokwenda kukuponya wewe. Unapokuwa unakuja kwangu kufanya matibabu alafu huna imani, usitegemee kwamba utapona. Lazima utangulize imani kwanza. Lakini kama imani huna, unasikia tu kwa Dr. Riziki labda, au kwa Dr. Juma, au kwa Dr. Mahamudu, au kwa Dr. Hadija, unakwenda lakini bila imani. Nilishawahi kuzungumza, hata kanisani au msikitini ukienda bila imani, unatuanga maji kwenye kinu. Lazima utangulize imani yako mbele kwanza. Kwa hivyo Watanzania na Waafrika, sisi madaktari wa tiba asili si kana kwamba tumeshindwa kuweza kumsaidia Hawa. Tunapitia changamoto nyingi sana, si kwa Hawa peke yake tu. Wagonjwa wengi wanaotufikia maofisini kwetu, tunajitahidi kupambana kadri ya uwezo kuhakikisha kwamba tunaweka sawa afya yake kwa kumuomba Mwenyezi Mungu sawia. Anakwenda kunyoosha na mtu anakaa sawa. Kwa hivyo ndugu zanguni, naomba mtambue tuko na Watanzania lakini tuko na Waafrika pia. Lakini pia niombe serikali zetu zote za Afrika, hebu zielekeze nguvu upande wa tiba zetu hizi za asili. Madaktari wa tiba asili wanadharaulika. Lakini wakuwaheshimisha hawa madaktari wa tiba asili ni serikali zetu sisi wenyewe Afrika. Inatakiwa mtutizame kwa jicho la tatu. Sawa, nakili wazi, mnatupa vibali vya kufanya shughuli zetu kwa nafasi pana, kwa uhuru. Alhamdulillah, hilo tunalishukuru sana. Lakini elekezeni nguvu ya ziada upande wetu sisi pia. Pindi ambapo mnapoona changamoto za mgonjwa hospitalini zimeshindikana na kuna dalili zote kwamba ugonjwa huu sio wa hospitali, mpatieni transfer mgonjwa huyu kuja kwa madaktari wa tiba asili. Lakini sio kwa kauli tu ya uvunguni kwamba hangaikeni tiba mbadala au sijui jiongezeni sijui na nini. Kauli kama hizo za uvunguni za kazi gani? Muandikieni transfer ya kwenda kuwatafuta madaktari wa tiba asili waweze kumsaidia. Tayari mmeshajiridhisha kwamba tatizo hili sio. Mfano nimemfuatilia mama anasema wamemshona Hawa wamemshona Hawa hii nini upasuaji wake. Baada ya kumshona sijui nyuzi ngapi, walivyoamka usiku wakakuta zile nyuzi zimekatakatwa. Yaani zimekatwa kama zimekatwa na wembe. Sasa bado mnashindwa kuweza kuamini kwamba kuna uchawi. Lakini bado operation yake ya pili mama anasema alivyoenda kufanyiwa ultrasound akakutwa sijui kuna nyembe sijui 2 tumboni kwa Hawa. Bado mnashindwa kuamini kwamba kuna ushirikina. Inabidi tuamke Afrika. Tuamke wa Afrika. Tusirudishe lawama, tusishushe lawama kwa madaktari wa tiba asili kwamba tunashindwa kuweza kuwahudumia wa Afrika. Tumekiri wazi ushirikiano hatuna kama wenzetu wachawi wanavyofanya ushirikiano.
Na katika kuhakikisha ushirikiano wetu unarudi, ndipo ambapo tumetengeneza mfumo wa kukutana kila mwaka kwenye maazimisho ya mwaka fulani wa mzimu wa Afrika. Lengo ni kuweza kupeana elimu na kuweza kubadilishana nyenzo. Tunazungumza mengi sana pindi tunapokuwa tumekutana. Kwa hivyo ndugu zanguni wa Tanzania na wa Afrika kwa ujumla, naomba muelewe tunawapenda sana madaktari wa tiba asili. Lakini wito wangu kwa serikali, tuungeni mkono kwa jitihada hizi kubwa tunazozifanya za kutoa elimu kwa mataifa yetu ya Afrika Mashariki. Tuungeni mkono katika tiba zetu za asili tunazozifanya. Leo hii tuna miti, tuna kila rasilimali ya miti bara letu la Afrika. Hizi miti India huko ndo wanazozitumia kuweza kutengeneza madawa, ambako leo sisi wenyewe Afrika tunapopatwa na matatizo ndo tunakwenda huko India kwenda kutibiwa, ndo kimbilio letu limekuwa, wakati sisi wenyewe tuna nyenzo za kutosha hapa Afrika. Kwa nini serikali zetu zisitumie hao madaktari wa tiba asili, watafiti, kuweza kubaini miti gani na tibu maradhi gani, na wao kuweza kuungana mkono na sisi kuzifanyia kazi miti hizo kwa kuleta mitambo ya kutengeneza vidonge vya miti hizo? Ugumu unakuja wapi? Kwa nini wenzetu China wanaweza? Kwa nini wenzetu India wanaweza? Na ndipo ambapo leo hii sisi tunakimbilia India, tunakimbilia China. Waliwezaje sisi Afrika tushindwe na nini? Ni jambo la kujiuliza sana. Kwa hiyo naomba rai kwa serikali za Afrika Mashariki zote kuungana na madaktari wa tiba asili kuhakikisha kwamba tunakwenda kushinda vita hii. Sisi tuko tayari kwa umoja wetu ambao tumeuanzisha, na naamini kadri siku zinavyozidi kwenda umoja huu utakwenda kuwa mkubwa zaidi. Hivyo serikali zetu za Afrika tutizameni kwa jicho la tatu, tuungane kwa pamoja kuweza kushirikiana kwa ajili ya kuweza kuwakomboa Waafrika na Watanzania. Hiyo ndo rai yangu kwa serikali. Sina mengi kwa leo, naomba niishie hapo. Asanteni sana. Asanteni sana. Nashukuru.